Nitumie nafasi hii kukaribisha sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini kupongeze sana kwa dhati kwa kuendelea kuwa imara katika kuunda serikali bila kupuuza maneno, ushauri, hisia za Watanzania kwa ujumla wake. Na katika hili naomba wote kwa pamoja tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa kufanya hayo. Aidha, Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana pia wewe pamoja na Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja pia na Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuendelea pia na uongozi ambao unashirikisha na sio kugawa taifa letu. Nikushukuru sana pia Mheshimiwa Rais kwa kuunda pia baraza la mawaziri. Na katika hili Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza mawaziri wote, lakini kwa zaidi Mheshimiwa Rais kuunda wizara ya vijana ambayo ndio nguvu kazi ya leo kwa taifa letu. Mheshimiwa Rais, sisi wana Dar es Salaam tumekusikiliza siku kiu unaapishwa. Tumesikiliza hotuba yako ya kwanza katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako yote tumeyatekeleza na tunaendelea kuyatekeleza kwa kuhakikisha tunafanyia kazi, kwa kusikiliza makundi yote ya msingi, kwa kusikiliza hisia zao, kwa kusikiliza matatizo yao, ili tuweze kuyafanyia kazi na tuweze kuendelea kuunda taifa lenye umoja. Mheshimiwa Rais, leo unakutana na baraza la wazee katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hii ni faraja kubwa sana kwetu, kwa sababu uzee ni dawa na wazee ni kisima cha maarifa. Tanzania inakusikiliza leo. Tulitoa taarifa kwamba leo utazungumza na wazee katika mkoa huu, lakini pia utatumia nafasi hii kuhutubia taifa letu. Na kila mmoja ana hamu na shauku ya kuweza kusikiliza wewe Mheshimiwa Rais, na sisi tutaendelea kuchukua yale ambayo utaendelea kutuelekeza ili tuweze kuyafanyia kazi. Moja ya agizo lako Mheshimiwa Rais ambao ulilitoa ilikuwa ni kuhakikisha mikoa yetu tunaifungua ili irudi katika hali ya kawaida. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amefanya ziara katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na amehutubia pia wana Dar es Salaam, na hotuba zake zimekuwa ni zenye mafunzo na hisia. Zimekuwa ni hotuba zinazounganisha watu na hotuba zinazofungua mlango kwa mtu yoyote mwenye manunguniko kuweza kukaa meza moja. Mheshimiwa Rais, nitumie kwa dhati kabisa kumshukuru kiongozi huyu ambaye pia amekuwa bila kusita akizungumza na kila makundi bila ubaguzi wa aina yoyote. Naomba ndugu zangu wajumbe tumpigie pia makofi Mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba.